Mheshimiwa Naibu Waziri Mkuu, huyo alikuwa mtoto wa marehemu na ule wasifu wa kifamilia. Kwa ridhaa yako sasa nimkaribishe Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa wa Mara kwa ajili ya salamu za pole za mkoa. Karibu Afande Kanali. Nimeelekezwa na kusisitizwa sana kuhusu matumizi ya muda. Asante. Karibu Afande. Asante. Mheshimiwa Dr. Doto Mashaka Biteko, Naibu Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Waziri wa Nishati, wajane na watoto wa marehemu, Baba Askofu John Maguge Mwita, Comrade Patrick Chandi, mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi mkoa wa Mara, Mheshimiwa Judith Kapinga, Naibu Waziri wa Nishati, waheshimiwa wakuu wa wilaya, namwona pia mkuu wa wilaya aliyekuwa Bunda na sasa yuko Maswa, Dr. Anei, karibu sana. Tambue pia uwepo wa mhandisi Felchism Mramba, katibu mkuu Wizara ya Nishati, manaibu katibu wakuu mliopo, viongozi na watendaji wa shirika la umeme TANESCO mliopo, wajumbe wa kamati ya usalama mkoa na wilaya, viongozi wote wa chama na serikali mliopo, ndugu waombolezaji wenzangu, wananchi wote, mabibi na mabwana, Bwana Yesu asifiwe. Tumsifu Yesu Kristo. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi taala wa barakatuh. Amang'ana. Ndugu waombolezaji, leo tumejumuika mahali hapa kwa ajili ya ibada hii maalum ya mwisho ya kumpumzisha ndugu yetu Mhandisi Gisima Nyamuhanga, aliyekuwa mkurugenzi mtendaji wa TANESCO baada ya kufikwa na umauti alipopata ajali usiku ule wa tarehe 13. Ajali ile ilikuwa mbaya sana. Sisi wanamara tumepata majonzi makubwa, na mimi kama mkuu wa mkoa wa Mara nimepata pigo kubwa sana, kwani hata wiki iliyopita nilikuwa nimeongea naye, nilimpigia simu tukiwa na changamoto ya hitajio la kuwekwa umeme kwenye shule ya sekondari ya amali pale Butiama, ambayo kuna umbali kidogo kufika pale, kuna kilomita kadhaa.
na bajeti ya TANESCO mkoa ilikuwa depleted kidogo baada ya kupata kimbunga kile kilichoikumba manispaa ya Msoma. Kwa hiyo ilibidi kama mkoa tuingilie kati ili tupate msaada huo. Sasa leo nimesikitika zaidi baada ya kuambiwa kwamba pamoja na mambo mengine aliyokuwa anakuja kuyafanya mkoani Mara, alikuwa anaenda pia kukagua na kuhakikisha umeme umefika kwenye shule hiyo. Sisi wana Mara tumepata msiba na pigo kubwa kweli kweli. Kwa hiyo kwa namna ya pekee kabisa, kwa niaba ya wananchi wa mkoa wa Mara, naomba nitoe pole sana kwa familia, Wizara ya Nishati, TANESCO, ndugu jamaa na marafiki wote ambao kwa namna moja ama nyingine mmeguswa na msiba huu mzito. Kwa wale wageni ambao mmefika katika mkoa wa Mara kwa mara ya kwanza, niwakaribishe sana katika mkoa wa Mara. Hali ya Mara ni shwari. Wenyeji wa Mara tunapenda sana wageni. Mara mliokuwa mkisikia zamani, watu walikuwa wanasema ukienda Mara kuna kibao kinasema sasa unaingia Mara. Wengine wakawa wanasema kuna kibao kinasema sasa unaingia Tarime. Vibao hivyo havipo, na ninyi ni mashahidi. Vibao vilivyopo, karibu mkoani Mara, karibu Tarime. Na wenyeji wa Mara wa sasa ni watulivu, wachapa kazi kweli kweli na wenye upendo sana. Mheshimiwa Naibu Waziri Mkuu, wewe utakuwa shahidi kwa sababu ulishawahi kukaa Tarime miaka ile. Nadhani wewe ulikuwa Tarime wakati kibao kinasomeka wanavyosema. Hiki cha sasa ni tofauti. Kwa hiyo nikutoeni hofu wageni wote mliokuja kujumuika nasi katika msiba huu mzito, muwe na amani. Sisi tunawapenda, na wenyeji wa Mara, narudia kusema tunapenda sana wageni, hususan kina mama. Sasa msiogope wale mliokuja na kina mama. Ndugu waombolezaji, naomba nitumie pia fursa hii kuwakumbusha watumiaji wa barabara kuzingatia sheria za usalama barabarani ili kuepusha ajali ambazo zinagharimu maisha ya Watanzania wenzetu na tunapoteza nguvu kazi ya taifa. Tumejulishwa hapa alikuwepo mwendesha baskeli saa 7 usiku. Anatoka wapi? Anafanya nini usiku huo na baskeli? Mambo mengine hayana majibu. Wanitoe pia maagizo kwa jeshi la polisi katika mkoa wa Mara kuongeza operesheni na kuhakikisha kwamba barabara zetu zinakuwa salama wakati wote. Wale wote ambao wanakiuka taratibu wachukuliwe hatua, ili mambo haya ambayo wengine tunasema yanaweza yakaepukika yasitokee. Ingawa baba askofu ametuambia ni siku tu, ikifika uwezi ukaikwepa, lakini sisi tutajitahidi tuone kama tutaweza. Ndugu waombolezaji, wakati tunampumzisha ndugu yetu kwenye nyumba yake ya milele,
Niwaombe pia watumishi wote wa serikali na watendaji wa serikali wote tuliofika mahali hapa, sote ni mashahidi. Tumesikia wasifu. Injinia alikuwa mchapakazi kweli kweli. Mimi ni shuhuda tu, lakini mmesikia hapa alikuwa mchapakazi kweli kweli, na hiyo ni hulka ya Wanamara. Wanamara ni wachapakazi kweli kweli. Sasa nikuombeni tu sote, watendaji na watumishi wa serikali, kwa nafasi zetu tuige tabia hiyo aliyokuwa nayo Injinia Gisima. Tuchape kazi, tuwasaidie wananchi, tutatue kero za wananchi, ili basi wananchi waweze kuishi maisha ambayo Rais wetu Daktari Samia Suluhu Hassan anataka sote tuishi maisha hayo, maisha bora yasiyo na kero. Naomba nisitumie muda sana, niishie hapo, lakini kwa mara nyingine tena niwakaribishe sana mkoani Mara, na niwaombe wale wageni ambao mmefika kwa mara ya kwanza, msiondoke Mara bila kupata kichuri. Asanteni sana. Asante sana Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa. Sasa salamu